Mambo 12 yanayoyafanya Roho Mtakatifu unapokaribia kukosea. Asilimia kubwa ya watu wamekuwa wakijiuliza, je, ni mambo gani ambayo Roho Mtakatifu huyafanya wanapokaribia kukosea? Na wengi wameishia pasi na majibu yote. Leo tutakwenda kuangalia mambo 12 ambayo Roho Mtakatifu huyafanya unapokaribia kukosea. Kabla tujaendelea na somo letu la leo, jambo unalotakiwa kulifanya ni kulike video hii kisha kukaa kwa kutulia na kufuatilia mwanzo mpaka mwisho. Lakini pia kama ndo mara yako ya kwanza kabisa kuungana nasi na bado huja subscribe, basi nikupe pole, kwa sababu watu wote makini na wanaopenda kujifunza tayari wamesha subscribe katika channel yetu hii ya Nguvu ya Maono Media. Ili nawe uwe miongoni mwa watu makini na wanaopenda kujifunza, basi hakikisha una subscribe kisha unabonyeza kitufe cha alama kengele. Kwa kufanya hivyo, utakuwa miongoni mwa watu makini na wanaopenda kujifunza. Hakika Nguvu ya Maono Media ni mgodi wa maarifa. Twende moja kwa moja tukayaangalie mambo 12 anayofanya Roho Mtakatifu unapokaribia kukosea. Namba 1, anakupa onyo la ndani. Kabla hujatenda kosa, kuna sauti ya ndani inayosema hii si sahihi, acha, usiendelee, hii si hofu ya kawaida. Ni ushuhuda wa Roho Mtakatifu anakuhimiza utubu kabla hujaanguka. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Yohana sura ya 16 na mstari wa 8 imeandikwa nukuu, naye akiisha kuja huyo atauhakikisha ulimwengu kwa habari ya dhambi na haki na hukumu. Kwa hiyo ukipuuza sauti hii mara kwa mara, moyo huanza kuwa mgumu. Kwa hiyo ukianza kuona jambo la kwanza ambalo Roho Mtakatifu analifanya unapokaribia kukosea, anakupa onyo la ndani. Ndani yako unakuwa unasikia sauti na kuambia hii si sahihi, jambo hili unataka kulifanya sio sahihi. Unakuwa unasikia ndani yako kuna msukumo wa ndani na kuambia acha jambo hili au usiendelee na jambo hili. Kwa hiyo anakupa onyo la ndani. Hii si hofu ya kawaida, ni ushuhuda wa Roho Mtakatifu anakuhimiza utubu kabla hujaanguka. Kwa hiyo ukipuuza sauti hii mara kwa mara, moyo huanza kuwa mgumu. Lakini jambo la pili ambalo Roho Mtakatifu ulifanya unapokaribia kuanguka, anakukosesha amani ghafla. Dhambi haina amani. Ukikaribia kukosea, furaha inatoweka, moyo unakuwa mzito, unajikuta huna raha hata bila sababu ya wazi. Hii ni alama ya ulinzi wa Roho Mtakatifu. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Wafilipi sura ya 4 na mstari wa 7 imeandikwa, na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Kwa hiyo amani ikiondoka, jiulize, Roho Mtakatifu ananionya nini? Kwa hiyo kabla hujaanguka, jambo la pili ambalo Roho Mtakatifu analifanya unapokaribia kukosea, kwa Roho Mtakatifu anakukosesha amani ghafla. Unapokaribia kukosea, labda unataka kwenda kuchukua maamuzi fulani, ghafla unashangaa Roho Mtakatifu anakufanya unakosa amani. Unakosa amani juu ya jambo hilo. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anakuwa anakuonya. Kwa hiyo hutakiwi kupuuza. Kwa hiyo ukianza kujiona kosa amani ghafla, ni muhimu kuanza kujiuliza Roho Mtakatifu anakuonya juu ya nini. Lakini jambo la tatu ambalo Roho Mtakatifu analifanya unapokaribia kukosea, anakukumbusha neno la Mungu ulilolisikia zamani. Anaanza kukumbusha neno la Mungu ulilolisikia zamani. Ghafla mstari wa Biblia unaibuka akilini, mafundisho uliyoyasahau, mahubiri ya zamani, ushauri uliowahi kupewa. Hii si bahati mbaya. Ndio maana ukisoma kitabu cha Yohana sura ya 14 na mstari wa 26 inaandikwa, lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Kwa hiyo ndio maana shetani hapendi neno likae ndani yako. Kwa hiyo unaanza kushangaa, Roho Mtakatifu anaanza kukukumbusha neno la Mungu ulilolisikia zamani. Roho Mtakatifu anaanza kukumbusha mafundisho ambayo wewe uliyasahau. Anaanza kukumbusha yale mafundisho, anakuwa ana relate na maamuzi ambayo unataka kuyachukua. Kwa hiyo anakukumbusha neno la Mungu ulilolisikia zamani. Kwa hiyo jambo la tatu ambalo Roho Mtakatifu analifanya unapokaribia kukosea, kwa hiyo anaanza kukukumbusha neno la Mungu ulilolisikia zamani. Kwa hiyo ghafla unashangaa kuna mstari wa Biblia unaibuka akilini mwako. Unasikia mafundisho uliyosahau, unaanza kukumbuka yale mafundisho uliyosahau. Unaanza kukumbuka mahubiri ya zamani, ushauri uliowahi kupewa. Hii si bahati mbaya. Kwa Roho Mtakatifu anakuwa anakukumbusha.
Lakini jambo la nne ambalo Roho Mtakatifu analifanya unapokaribia kukosea, anakupa hofu ya Mungu, tunaita reverence. Anakupa hofu ya Mungu, si woga wa kawaida, anakupa hofu ya Mungu. Unajikuta unaogopa kumkosea Mungu, unajikuta unaogopa kumkosea Mungu, kumuumiza Roho Mtakatifu, unakuwa unaogopa kumuumiza Roho Mtakatifu, unaogopa kupoteza mahusiano yako na Mungu. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Mithali sura ya 16 na mstari wa 6 imeandikwa, kwa rehema na kweli uovu husafishwa, kwa kumcha Bwana watu hujiepusha na maovu. Kwa hiyo hofu ya Mungu ni kinga ya roho, si dhaifu. Wewe unaanza kujikuta una hofu ya Mungu, unakuwa unaogopa kumkosea Mungu, unakuwa unaogopa kumhuzunisha Roho Mtakatifu, unaogopa kumuumiza Roho Mtakatifu, unaogopa kumkosea Mungu, unajikuta unaogopa kabisa kumkosea Mungu, unajikuta unaogopa kumuumiza Roho Mtakatifu. Kwa hiyo hofu ya Mungu ni kinga ya roho, si udhaifu. Lakini jambo la tano ambalo Roho Mtakatifu ulifanywa na kukaribia kukosea, anakuvuta uondoke mahali au kwa mtu fulani. Anakuvuta uondoke mahali au kwa mtu fulani. Kabla kosa halijatokea, unahisi hutaki kuendelea na mazungumzo, unajikuta unataka kuondoka sehemu fulani, unajikuta unapoteza hamu ya jambo lilokuwa linakuvutia. Hii ni ishara ambayo Roho Mtakatifu anakuonyesha tu, ni jambo ambalo Roho Mtakatifu analifanya anapoona umekaribia kukosea. Kwa hiyo anakuvuta uondoke mahali au kwa mtu fulani. Kwa kabla kosa halijatokea, unahisi hutaki kuendelea na mazungumzo, unashangaa tu ghafla ujisikii tena kuendelea na mazungumzo. Unajikuta unataka kuondoka sehemu fulani, unashangaa tu ghafla hilo eneo unataka kuondoka kwenye hilo eneo, unajikuta unapoteza hamu ya jambo lilokuwa linakuvutia. Yamkini labda umeenda kwenye mazingira ambayo mazingira hayo kiuhalisia ni hatari, lakini kabla hujakosea unashangaa unakosa hamu ya kuwa pale, unakosa amani ya kuwa pale, unajisikia kuondoka kwenye hayo mazingira. Hii ni jambo ambalo Roho Mtakatifu alifanya unapokaribia kukosea. Lakini jambo la sita, unajikuta ndani ya moyo wako unakosa utulivu kabisa, na hali hiyo inakuwa inakushinikiza kuchukua hatua mapema. Kwa hiyo unajikuta ndani ya moyo wako unakosa utulivu kabisa, na hali hiyo inakuwa inakushinikiza kuchukua hatua mapema. Ndio maana ukisoma kitabu cha Waefeso sura ya 4 na mstari wa 30 imeandikwa, wala msimhuzunishe yule Roho Mtakatifu wa Mungu, ambaye kwa yeye mlitiwa muhuri hata siku ya ukombozi. Kwa hiyo dhambi huanza pale tunapochagua kumhuzunisha Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ukijiona unajikuta ndani ya moyo wako unakosa utulivu kabisa, na hali hiyo inakuwa inakushinikiza kuchukua hatua mapema. Kwa hiyo unajikuta ndani ya moyo wako unakosa utulivu kabisa, na hali hiyo inakuwa inakushinikiza kuchukua hatua mapema. Lakini jambo la saba ambalo Roho Mtakatifu analifanya unapokaribia kukosea, anakupa nguvu ya kusema hapana. Roho Mtakatifu hakupi onyo tu, anakupa uwezo wa kushinda. Ndio maana ukisoma kitabu cha Wagalatia sura ya 5 na mstari wa 16 inaandikwa, basi nasema enendeni kwa Roho, wala hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili. Kwa hiyo ushindi dhidi ya dhambi si mapambano ya nguvu zako, bali ni ushirikiano na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo anakupa nguvu ya kusema hapana. Roho Mtakatifu anapoona umekaribia kukosea, jambo analofanya anakupa nguvu ya kusema hapana. Lakini jambo la 8 ambalo Roho Mtakatifu analifanya unapokaribia kukosea, anakufanya uone matokeo kabla ya kutenda. Ghafla akili yako inaanza kuona aibu itakayofuata, unaanza kuona maumivu na madhara yatakayotokea, unaanza kuona jinsi utakavyohisi ukishaanguka. Hii sio overthinking, ni ufunuo wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo anakufanya uone matokeo kabla ya kutenda. Roho Mtakatifu anapoona, jambo la 8 ambalo Roho Mtakatifu analifanya unapokaribia kukosea, anakufanya uone matokeo kabla ya kutenda. Ghafla akilini mwako, ghafla akili yako inaanza kuona aibu itakayopata. Unaanza ikifanya jambo hili, aibu itakayotokea, unaanza kuona matokeo kabla ya kutenda. Unaanza kuona maumivu na madhara yatakayotokea. Unaanza kuona jinsi utakavyohisi ukishaanguka. Hii sio overthinking, ni ufunuo wa Roho Mtakatifu. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Luka sura ya 14 na mstari wa 28 imeandikwa, maana ni nani katika ninyi kama akitaka kujenga mnara, asiyeketi kwanza na kuyahesabu gharama kwamba anavyo kwa kumalizia?
Roho Mtakatifu kufanya uhesabu gharama ya dhambi kabla ya kuifanya. Kwa Roho Mtakatifu anakuwa anakufanya uhesabu gharama ya dhambi kabla ya kuifanya. Lakini jambo la 9 ambalo Roho Mtakatifu kulifanya unapokaribia kukosea, anakufanya ujihisi mdogo mbele za Mungu. Tamaa inapoongezeka, Roho Mtakatifu anakukumbusha utakatifu wa Mungu, anakufanya ujione wazi mbele zake, unajua huwezi kujificha. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Zaburi 139 na mstari wa 7 hadi wa 8 imeandikwa, niende wapi nijiepushe na roho yako? Niende wapi niukimbie uso wako? Kama ningepanda mbinguni, wewe uko; ningefanya kuzimu kitanda changu, wewe uko. Kwa dhambi huonekana tamu gizani, lakini Roho Mtakatifu huleta nuru kabla hujaitenda. Lakini jambo la 10 ambalo Roho Mtakatifu ulifanya unapokaribia kukosea, anakukosesha raha katika dhambi kabla haijatokea. Hii ni ajabu sana. Dhambi bado hujafanya, lakini tayari haikupi raha kile kilichokuchochea. Kwa hiyo kinaanza kukera. Kwa hiyo anakukosesha. Hili ni jambo la msingi sana. Roho Mtakatifu anakukosesha raha katika dhambi kabla haijatokea. Hii ni ajabu sana. Dhambi bado hujafanya, lakini tayari haikupi raha, kile kilichokuchochea kinaanza kukera. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Ayubu sura ya 20, ukisoma kwenye kitabu cha Ayubu sura ya 20 na mstari wa 12 hadi 14 imeandikwa, uovu ingawa ni mtamu kinywani, mwisho wake ugeuka uchungu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu huondoa utamu wa dhambi mapema ili kukokoa. Lakini jambo la 11 ambao Roho Mtakatifu analifanya unapokaribia kukosea, anakutenganisha na fursa ya dhambi. Mara nyingine mtu hakupigii simu, au muda mwingine unaona mipango inavurugika, vitu vinachelewa ghafla. Hii si bahati mbaya. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Mithali sura 16 na mstari wa 9 imeandikwa, moyo wa mtu kuifikiri njia yake, bali Bwana huziongoza hatua zake. Mungu hutumia mazingira kuzima dhambi kabla haijazaliwa. Lakini jambo la 12 ambalo Roho Mtakatifu analifanya, anakukumbusha wewe ni nani kiroho. Wakati tamaa inakuvuta, Roho Mtakatifu anakukumbusha wewe ni hekalu lake, anakukumbusha wito wako, anakukumbusha thamani yako. Ndio maana ukisoma kitabu cha waraka wa kwanza wa Korinto sura ya 16 na mstari wa 19 hadi 20, utaona neno la Mungu linaelezea miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Kwa dhambi nyingi hutokea pale tunaposahau sisi ni nani. Kwa hili ni jambo la 12 ambalo Roho Mtakatifu analifanya unapokaribia kukosea, anakukumbusha wewe ni nani kiroho. Anakuwa anakukumbusha wewe ni nani kiroho. Kwa hiyo haya ni mambo 12 ambayo Roho Mtakatifu kuyafanya pale unapokaribia kukosea. Ni matumaini kuna kitu ambacho umejifunza. Kama kuna jambo ambalo umejifunza, naomba tuambie kwenye comment umejifunza kitu gani, lakini pia tungependa kufahamu unatufuatilia kutokea nchi gani, kutokea eneo gani. Mungu akubariki, nikutakie wakati mwema.